Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Leo tunaadhimisha Dominika ya 11 ya mwaka wa Kanisa, na masomo yetu ya leo yanatukumbusha kwamba katika shamba la Bwana tukienda mle ndani tunavuna mengi mazuri ambayo tunahitaji katika maisha yetu, na yeye anatujua, anaona jinsi tumechoka, anaona jinsi tumetawanyika, anaona jinsi ambao hatuna mwelekeo, na ndiposa ameita kila mmoja wetu ili tuweze kuingia katika shamba lake tuweze kuvuna. Lakini shida ni kwamba, na changamoto ambayo tuko nayo ni moja, ya kwamba badala ya kwenda katika shamba hilo na kuvuna, ni wachache ambao wanaenda pale na wanaenda wanachota neema zake. Hebu jiulize, wewe uko miongoni wa wale wachache ambao wanaenda kuchota neema za Mungu, ama wewe ni kundi ile kubwa ambalo tumechoka, tumetawanyika katika mawazo, katika imani, kiasi kwamba hata hatuwezi kumkumbuka huyu Yesu ambaye anatujali katika maisha yetu. Yeye anatujua, anajua mapungufu yetu, basi tumwendee, na bila shaka tutaweza kupata mengi, na hivyo hivyo tuweze kumegea na wale ambao hawana. Katika somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 2 hadi ya 6 ni kuhusu huyu Musa pamoja na wana wa Israeli wanaweka ahadi. Mungu anasema kwamba atawafanya wana wa Israeli kuwa taifa lake, kuwa tunu, kuwa watu wa dhamani, na hivyo hivyo atawafanya taifa takatifu na ufalme wa makuhani. Lakini ili aweze kuwafanyia hivi, anawaambia waweze kutekeleza mambo mawili. Kwanza, waweze kutii sauti yake, na hivyo hivyo waweze kushika angano. Wana wa Israeli wakati ambao walikuwa waaminifu, Mungu alizidi kuwaimarisha, na hata wakati ambao walikuwa wanapotea kupitia kwa manabii, alikuwa anawaimarisha na kuwarudisha katika kundi lake. Kwa hivyo wao waliona makuu Mungu aliwafanyia, kuwatoa kukaa nao katika jangwa, kuwavusha katika bahari ya Shamu, na hivyo hivyo akaweza kuongoza na kuwalinda mpaka ile nchi ya ahadi. Sisi ambao tumebarikiwa, sisi ambao tuliona kifo cha Kristo katika msalaba na akatuokoa, tumefanya agano na yeye. Lakini ni mara ngapi ambao tumeshindwa kuwa taifa takatifu, tumeshindwa kuwa watu wa dhamana, kwa sababu hatushiki amri za Mungu, ama hatuwezi kusikia angano lake. Kwa hivyo sisi tumetawanyika, hatuna mwelekeo. Kwa nini? Kwa sababu hatushiki angano lake na hatushiki amri zake. Na sisi tujiulize, ni mara ngapi ambao tumeshindwa kushikilia ile ahadi ambayo tumefanya na Mungu katika Ekaristi Takatifu. Ametuambia tukila mwili wake na kunywa damu yake tutaweza kukua. Tumeshindwa kula Ekaristi Takatifu, tumeshindwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, vile vile tumeshindwa kusameheana. Hiyo ni angano ambayo tulifanya na Mungu. Tumeshindwa kuwa watu wa upendo, tumeshindwa kusaidiana, tumeshindwa kusali. Kwa hivyo inamaanisha, kwa sababu tumeshindwa hizi angano ambazo tulifanya na Mungu, basi hatusikii sauti yake na hatushiki angano lake. Tunakosa zile baraka za kuwa taifa takatifu. Tumeona makuu ya Mungu katika maisha. Umeona vile amekutendea katika ndoa yako, katika kazi ya mikono yako, katika imani yako. Kile kinabakia ni kwamba uweze kuwa mwaminifu. Basi leo tuombe ili tuweze kushika amri za Mungu, tuweze kusikia sauti yake, ili tubarikiwe katika kila hatua ya maisha yetu. Na katika injili yetu ya leo inatoka mwinjili Mathayo sura ya 9 aya 36 hadi sura ya 10 aya ya 8. Na hivi inasema hapo mwanzoni, Yesu alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Yesu anaona jinsi hawa Wayahudi walivyokuwa wamechoka, jinsi walivyokuwa wametawanyika. Kwa hivyo hawakuwa na mwelekeo, na hivyo akaweza kuwahurumia. Na sisi pia tunaweza kusema kwamba tumechoka, tumetawanyika katika maisha yetu. Umechoka na ndoa, umechoka na mke wako, umechoka na mzee wako, umechoka na watoto.
umechoka na kanisa, umechoka na kazi, umechoka na ugonjwa, vile vile umetawanyika katika mawazo yako, umetawanyika katika ndoa yako, umetawanyika katika hali ya kuwa na marafiki, umetawanyika ujue uanzie wapi ama umalizie wapi. Lakini katika hali hii ya kuchoka na kutawanyika, naye Yesu anatuambia kwamba mavuno ni mengi na watenda kazi ni wachache. Mavuno ni mengi anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba kwake kuna kila kitu ambacho tunakihitaji. Kwake kuna chochote ambacho tunakihitaji kuhusu familia. Kuna chochote ambacho tunakihitaji kuhusu maisha ya sala, kuhusu yale mazuri ambayo tuko nayo katika maisha yetu. Lakini watenda kazi ni wachache. Ni wachache ambao wanamwendea huyu Yesu ambaye akona kila kitu kuweza kuvuna hayo mama ambao tunatamani katika maisha yetu. Je, nikuulize, kwa nini umekuwa kwa nini usitake kuenda kuvuna katika shamba la Mungu kile chema ambacho unakihitaji? Kwa nini usimwendee Yesu katika shamba lake upeleke familia yako? Kwa nini usimwendee Yesu aweze kupatia uponyaji? Kwa nini usiende kwa huyu Yesu aweze kukuhurumia? Kwa nini usimwendee huyu Yesu aweze kuponya? Kwa nini usimwendee huyu Yesu aweze kupatia kazi? Kwa nini usimwendee huyu Yesu ili aweze kutuliza katika maisha yako? Ni wachache kati yetu wale ambao wanamwendea Mungu kuomba baraka. Kwa nini usikuwe kati ya wale wachache? Kwa nini uko katika wale watu ambao tumekataa kumwendea Yesu? Hatuwezi kusema yeye atubariki kama hatutaki kufanya hatua katika maisha yetu. Kwa hivyo sisi wakati ambao tunasema ni wachache, ni ishara kuonyesha kwamba ni wachache ambao wako na imani, ni wachache ambao wanamtumainia Mungu, ni wachache ambao wanamtegemea kila wakati, ni wachache ambao wanaomba. Kwa hivyo hatuwezi kupata mavuno katika maisha yetu. Na wakati ambao tunatafuta haya mavuno katika maisha yetu, anaendelea kutuambia kwamba badala ya kufanya yale ambayo tunapaswa kuyafanya, tunaenda kinyume nayo. Na ndiyo sababu akasema kwamba wote aliwapatia kazi ya kutekeleza. Akawaambia kwamba wahubiri au mitume wake wahubiri, waweze kupoza wagonjwa, waweze kufufua wafu, na hivyo hivyo waweze kutoa pepo. Sisi badala ya kufanya hivyo, tumeenda kinyume na hayo maagizo. Badala ya kumhubiri Yesu Kristo, tunahubiri mambo mabaya katika ulimwengu. Unahubiri mabaya kuhusu ndoa, unahubiri mabaya kuhusu kanisa, unahubiri mabaya kuhusu sala, unahubiri mabaya kuhusu Ekaristi Takatifu, unahubiri mabaya kuhusu maadili ya kuishi. Basi ni kitu gani wewe unakihubiri? Badala ya kuponya wagonjwa, unafanya watu wakuwa wagonjwa, wakae vibaya katika maisha ya ndoa, wasiweze kuzemezana, wasiweze kuongea. Badala ya kufua wafu, unaua watu katika maadili, unaua watu katika matendo, unaua watu katika mawazo. Basi ni kitu gani ambacho unakifanya? Badala ya kutoa mapepo, wewe mwenyewe ndi ule ambao unapelekea watu mapepo ya kutangawanyika, watu mapepo ya uoga, mapepo ya uongo, mapepo ya kuharibu ndoa, mapepo ya kuweza kuharibu kasi. Kwa hivyo hatufanyi vile tunapaswa kufanya. Kwa nini wewe usubiri kile Yesu alivyokuambia uweze kufanya? Kama tunafanya hivyo, basi watenda kazi inamaanisha kwamba watakuwa wachache. Kwa hivyo wewe usikuwe kati ya wale wachache, kuwa kati ya wale wengi ambao wanafanya mazuri. Na ndio kwa sababu tunaambiwa katika Yohana, anasema Paulo kwa waraka wake kwa Rumi sura ya 5 aya ya 6-11, somo letu la pili, anasema kwamba tumejaliwa tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia Kristo alikufa kwa ajili ya wafu. Sisi hatuna nguvu, sisi tumekosa, sisi hatuna mwelekeo. Tumuombe huyu Bwana wa mavuno ambaye kwake kuna kila kitu, atujalie neema za nguvu za kutenda kazi, ile neema za kuenda katika shamba lake ili tuvune yale mazuri. Tukimwendea kwake, hakuna siku moja ambao tutakosa. Tutakuwa na mengi ambayo tunahitaji. Tumuombe huyu Yesu ili tuweze kuvuna, tuweze kupata yale mazuri, tuweze kumhubiri, tuweze kupatia watu wengine matumaini, tuweze kufufua wale ambao wamekufa katika mawazo ama katika tabia. Na zaidi ya hayo, chochote ambacho kinatufanya tuende kinyume na neema za Mungu uweze kukiondoa. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu uliye nguvu ya wanaokutumainia, uwe radhi kusikia sala zetu, na kwa kuwa pasipo wewe hatuwezi kitu, si wanadamu dhaifu. Jalia daima msaada wa neema yako
ili tuweze kuvuna mengi kutoka katika shamba lako. Na tuomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia Dominika njema.